Toka wapi, tumechangamoto gani, lakini 2021 tunaenda wapi. Nia na madhumuni ya kufanya hivi vyote ni kuhakikisha kwamba sisi kama TALGWU tunaendelea kuwa chama imara, bora na chenye kutoa huduma bora kwa wafanyakazi walioko chini ya mamlaka za serikali za mitaa. Nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa TALGWU kwa kutambua kwamba TUCTA ipo, na hatimaye leo mmeualika uongozi wa TUCTA kwa ajili ya kuahirisha mafunzo haya. Na katika kuahirisha huku yako mambo ambayo nimesikia mmezungumza, nimepewa briefing kidogo, lakini nitazungumza nanyi, na maneno nitakayozungumza nanyi yako mengine ambayo yatakwenda moja kwa moja kwa wafanyakazi wengine na viongozi wengine wa vyama nchi nzima. Shukrani za kipekee ziende kwa viongozi wa TALGWU. Kwa muda wote ambao mimi nimekuwa kiongozi wa TUCTA, nimekiona chama cha TALGWU kikiwa karibu sana na uongozi wa TUCTA. Kwa kweli nimepongeze kwa hilo. Na kimfumo, kwa wanaoelewa mifumo vizuri, nchi zote hizi za ukanda wetu wa Afrika Mashariki, Kusini na hata Magharibi na hata Kaskazini kule tuna vikao, tunakwenda viongozi wa mashirikisho. Hakuna nchi ambayo haina center. Yaani vyama viko vyenyewe bila center. Na center nikizungumzia ni shirikisho. Na shirikisho halisimami lenyewe, linalelewa na vyama. Kwa hiyo TALGWU nimewaona wako mstari wa mbele kuhakikisha wanalipa michango yao kule TUCTA kwa wakati. Kwa hiyo napongeza sana kwa hili. Lakini TALGWU hawajaishia hapo tu. Tumepata mialiko mbalimbali sisi TUCTA, na hasa katibu wangu mkuu kuja kwenye shughuli zenu. Tunaona sio tu makatibu wenyewe, lakini tunaona na viongozi wengine wa kisiasa, wajumbe wa baraza, mkutano mkuu, mnatualika nasi tunafika kuzungumza yale ambayo yanahusiana na wafanyakazi. Kwa kweli kwa ushirikiano huo ninaamini TALGWU mtakwenda mbali. Kwa kuwa nimekuwa kwenye shirikisho kwa muda mrefu sasa, nilianza kule kama mjumbe wa baraza na sasa ni rais wa shirikisho, nimekuwa nikiviona vyama. Chama cha TALGWU kipindi cha huko nyuma kilikuwa si chama imara kama tunavyoweza kuzungumza leo. Kilikuwa ni chama ambacho hata mpangilio wake wa fedha, makusanyo na matumizi yalikuwa hayaendi barabara kama ambavyo nawaona leo. Lakini kwa maneno aliyoyazungumza mweka hazina wa chama na briefing niliyopewa na kaimu katibu mkuu, chama cha TALGWU sasa mmekomaa. Tunaona trend ya makusanyo inaongezeka, na wanaosababisha makusanyo kuongezeka wala sio mwenyekiti wa chama wala katibu mkuu, bali ni shughuli inayofanywa na mkoa, ikisimamiwa na katibu wa mkoa na mwenyekiti wake kule mkoa. Kwa kweli niwapongeze sana. Nimeelezwa mambo mengi ambayo yanaonyesha nidhamu ya fedha kwenu. Niwasisitize ndugu zangu makatibu, ninyi ndio mzizi kwenye chama. Kama mkoa haufanyi kazi vizuri, haukusanyi, makao makuu haina maana hata ya kuwepo. Wanachama wako mikoani na mawilayani, kwa sababu ninyi kwa mfumo wenu tunaanzia ngazi ya mkoa. Tunaamini kabisa mafanikio ya chama haya yanatokana na jinsi ambavyo ninyi mnafanya kazi. Kwa hiyo niseme, jitahidini sana kuwahudumia wanachama. Na sisi kama TUCTA tunaona mambo mengi kwenye vyama. Shindaneni katika kuwahudumia wanachama badala ya kushindana kugombania wanachama ambao tayari walikwisha kuingia kwenye vyama. Wafanyakazi wawajibike vizuri, waache tabia ambazo si nzuri zinazopelekea wao kila mara kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Nimeona katibu mkuu na mweka hazina wa chama, nimeona wafanyakazi wengi wana matatizo haya yanayotokana na utovu wa uaminifu. Wanaambiwa fedha zimepotea, wameenda kukusanya fedha zinapotea na zile posi za kukusanyia fedha, lakini ukifuatilia kwa undani, huyu
afisa mtendaji anayepewa hicho kifaa cha kukusanyia fedha anasema moja kwa moja, mimi niliagizwa fedha hizi nimekusanya, lakini nipeleke huko maofisini wanaomwagiza, pengine watu wa idara ya fedha na wengine, lakini likitokea la kutokea anawajibika yeye moja kwa moja. Kwa hiyo jitahidini sana kuwapa elimu hawa wafanyakazi. Kama amekusanya fedha yeye kwa password yake, asithubutu kutoa fedha ile kwenda kokote kule, bali fedha ile hakikisha inaingia serikalini. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewaepusha wafanyakazi wanachama wetu na matatizo hayo ya migongano ya aina hiyo. Lakini pia niwaombe wenzetu wa serikali, naamini kupitia fursa hii watatusikia, pale wanapofikia hatua za kuwachagua maafisa watendaji wedha wa kata, vijiji, mitaa, wawape mafunzo ya ukusanyaji huu na utunzaji wa fedha wanazozikusanya. Si vema mfanyakazi anakusanya fedha, anakaa ndani ya milioni 15, milioni 20 anayo ndani kwake. Maeneo mengine tumekuta yako hivyo. Kwa hiyo ni vizuri wenzetu wa serikali watoe elimu kwa hawa maafisa wanaokusanya fedha, elimu juu ya ukusanyaji na utunzaji wa hizo fedha, na wawaonye hawa wanaokusanya fedha hizi, akisha kusanya fedha zinatakiwa kuingia kwenye akaunti ya serikali, badala ya kukusanya fedha na kuzipeleka tena keshi anaenda kuzikabidhi ofisini wakati amekusanya yeye kwa password yake. Kwa hiyo naamini kwa hilo tutakuwa tumekwenda pamoja. Nanyi pia mnapokwenda huko, hakikisheni mnawaokoa hawa wenzetu, kwamba unapokusanya fedha hakikisha fedha ile imekwenda kunako husika, badala ya kupigiwa simu, umekusanya shilingi ngapi leo? Una shilingi milioni 2, hebu leta hapa haraka, kuna dharura imetokea halmashauri. Hatuwezi kwenda hivyo. Matokeo yake fedha ikija kutokea hazipo, mkuu wa wilaya akigundua anamweka ndani. Mkuu wa mkoa akijua kwenye halmashauri ile kuna watendaji wana mapungufu ya fedha milioni 60 70, akienda kwa sababu anaenda na hasira bila kujua tatizo ni nini, wanawaweka ndani hawa wanachama wenu. Kwa hiyo wasaidieni angalau waweze kuepukana na hiyo dhahma ya kukutana na vifungu ambavyo wakati mwingine haviwastahili, lakini kutokana na kutokujua wamekuwa wakifanya hayo. Hali kadhalika toeni elimu hata kwa wale wanachama wetu wa idara ya afya, muambie idara zao ni nyeti, watoe huduma inavyotakiwa. Ukisha kuwa mhudumu wa afya, wewe huna Jumamosi wala Jumapili. Jumamosi yako ni siku unapokuwa off. Kwa hiyo hakikisha unatoa huduma vizuri. Watu wameamka siku hizi, wanajua namna gani wanastahili kuhudumiwa. Kwa hiyo anapohudumia vibaya, malalamiko yakaenda mbali, akachukuliwa hatua, wewe unaenda kumtetea, wakati unakuta kashindwa hata kumhudumia mama mjamzito. Kwa hiyo niwaombe sana, mnapokwenda kutoa elimu, hakikisheni wale wanachama wa TALGWU walioko kwenye sekta ya afya, muwape elimu ya namna gani wanapaswa kutoa huduma bora kwa wanachama, kwa wananchi. Hii itatusaidia sana sisi kutokuingia na kutumia gharama kubwa za kupeleka wanasheria wa chama chenu kwenda kuwahudumia. Naamini kwa hilo angalau tutakuwa tumekwenda vizuri. Ni TALGWU niwaombe sana, pendeni sana kwa mnakwenda ninyi makatibu wa mikoa, nendeni kwa wakurugenzi. Niwaombe sana, nitoe wito kwa wakurugenzi, wasiwadharau viongozi wa wafanyakazi. Katibu wa mkoa akifika pale, pengine yuko na mwenyekiti wake, wanahitaji kumuona mkurugenzi. Wako baadhi ya wakurugenzi anasema wewe afisa utumishi, hebu kaonane na hao. Hapana, huwezi kujua wale watu wana nini. Kwa hiyo niwaombe sana wakuu wa taasisi kule kwenye mikoa yetu, wakurugenzi, maafisa tawala wa wilaya na mikoa, wawape kipaumbele viongozi wa wafanyakazi wanapokwenda kutembelea ofisi zao, ili angalau waweze kujua kuna matatizo gani yanayowasibu wafanyakazi, badala ya kusubiri siku za Mei Mosi ndio wanaanza kukaa nao vikao kujadili masuala ya sheria ya wafanyakazi. Kumbe wangeweza kukaa pamoja na wakajadili mambo mbalimbali yanayowahusu wafanyakazi kabla ya hiyo sherehe ya Mei Mosi. Lakini pia TUCTA tumeweza kufuatilia na kupigania hii kitu wanasema kibali cha upandaji wa madaraja, ile ikama. Imesumbua kwa muda mrefu, wafanyakazi wanaambiwa tayari iko kule utumishi, lakini hawaoni kwenye mishahara yao kama kuna mabadiliko yoyote, na kwenye bajeti walikushapitishwa. Lakini jana tu nimetoka kule utumishi kujaribu kulifuatilia swala hili, wanasema linakwenda vizuri. Kwa hiyo wapeni moyo watumishi kule wanaosubiria hayo madaraja kwamba jambo hili linakwenda vizuri, na naamini akilipata Mheshimiwa Rais mwenyewe, na kwa sababu hawa wafanyakazi ndio hao wananchi wake na ndio wanyonge hao, tunaamini likifika mezani kwake
litashughulikiwa na litatoka mapema zaidi, ili angalau hawa wanaosubiri madaraja na ikama zao ziko tayari, basi kibali kiweze kutoka na wao waweze kufikia kwenye ile mishahara ambayo wanatakiwa kuifikia. Nipongeze serikali kwa kudhibiti mfumuko wa bei. Tuna muda mrefu sasa hatuoni vitu vikipanda bei. Angalau imekuwa nafuu kwa mtumishi, lakini jambo hili bado haliwezi kutunyima sisi fursa ya kusemea kuhusu mishahara ya wafanyakazi. Bado tunaiomba serikali ikumbuke kwamba ni muda mrefu sasa watumishi hawana mishahara, hawajaongezwa mishahara. Kwa hiyo lazima tusemea kwamba nyongeza ya mshahara ni swala lisiloepukika kipindi hiki. Kwa hiyo niombe serikali katika bajeti hii inayokuja wahakikishe wanaweka utaratibu utakaotoa fursa kwa nyongeza ya mishahara kwa watumishi wa sekta zote mbili, ya umma na ile sekta binafsi. Sekta binafsi kuna watu wanapokea shilingi 100,000. Sasa shilingi 100,000 kweli ukiweka katika matumizi ya mtumishi aliyeko Dar es Salaam, anakaa Kimara, anafanya kazi kule Temeke kwenye viwanda, kila siku anapanda gari kwenda na kurudi, mbona fedha hii inaishia kwenye nauli tu? Kwa hiyo niwaombe sana wenzetu wa serikali wajaribu kuliona sisi kama wafanyakazi tunafanya kazi kubwa sana kunyanyua uchumi wa nchi, na sasa tuko uchumi wa kati. Hauji wenyewe, unatokana na watu kufanya kazi. Kwa hiyo wafanyakazi wameshiriki sana kwenye hili, na sisi tunaendelea kusisitiza serikali iweze kuwaona na kutambua kwamba suala la mishahara haliwezi kuepukika, na sisi ndio viongozi, hatuwezi kukaa kimya, lazima tulisemee. Mazuri ya serikali yako mengi yamefanyika, na tunapongeza serikali kwa kurudi tena, kwa sababu tumeona serikali iliyoleta mabadiliko makubwa ni hii ya Mheshimiwa John Magufuli. Kwa hiyo na sisi tuko nyuma yao, tunafanya kazi kwa bidii, na wao basi tuendelee kuwakumbusha, watukumbuke katika suala zima la mishahara.